Baada ya kukubali kwamba wapo tayari kusimamisha vita, lakini wapiganaji wa Kipalestina Hamas na makundi mengine ya wapiganaji katika eneo la ukanda wa Gaza wamekataa kuwa chini ya usimamizi wa wageni. Marekani imesema kwamba itahakikisha inasimama imara katika kuhakikisha amani inakuwepo katika eneo hilo, huku baadhi ya viongozi kutoka katika mataifa ya kigeni wakiwa viongozi katika eneo hilo la Gaza kwa muda fulani. Wanaharakati wa mapambano ya Kiislamu wa Palestina Hamas pamoja na makundi mengine washirika wa Palestina wamesisitiza kuwa uamuzi wowote kuhusu utawala wa baadaye wa Gaza ni suala la ndani la Palestina na kupinga vikali eneo hilo kutawaliwa na kusimamiwa na watu kutoka nje. Katika taarifa ya pamoja iliyotolewa siku ya Ijumaa na wanaharakati wa Jihadul Islam ya Palestina PIJ na wananchi kwa ajili ya ukombozi wa Palestina PFLP, makundi hayo ya wapiganaji yaliungana na Hamas katika kupongezana katika mapambano dhidi ya Israel, ambapo kwa pamoja walisema mpango huo utawapa nguvu watawala wa Israel na kulazimisha waondoke kabisa katika eneo lao. Tunasisitiza upya kukataa kwetu usimamizi wowote wa kigeni, na tunasisitiza kwamba asili ya vipi utawala wa ukanda wa Gaza na taasisi zake uwe ni suala la ndani la Palestina la kuamuliwa moja kwa moja na watu wetu kitaifa, imeeleza taarifa hiyo. Makundi hayo wapiganaji wa Kipalestina yameongeza kuwa yamo mbioni kuandaa mkutano wa dharura wa kitaifa kujadili hatua zitakazofuata baada ya kusitisha mapigano. Hii itaunganisha msimamo wa Palestina, uungaji mkono wao wa kitaifa na wakina, na kujenga upya taasisi zetu za kitaifa kwa misingi ya ushirikiano, uaminifu na uwazi, yamesisitiza makundi hayo katika taarifa yao ya pamoja. Bado haijafahamika kuwa kama mrengo wa Fatah unaoshikilia hatamu za uongozi wa mamlaka ya Palestina umekubali kuwa sehemu ya mkutano huo ama la. Mpango wa vipengele 20 uliopendekezwa na Rais wa Marekani Donald Trump kwa ajili ya Gaza unajumuisha kuundwa chombo kipya cha kimataifa kilichopewa jina la Bodi ya Amani, ambacho kitakuwa na jukumu la kusimamia mamlaka ya muda wa teknokrat ya kuitawala Gaza. Kwa mujibu wa mpango wa Trump mwenyewe, amepangwa kuwa mwenyekiti wa bodi hiyo itakayomjumuisha pia waziri mkuu wa zamani wa Uingereza Tony Blair, ambaye ataishi nchini Misri kwa ajili ya kuitawala Gaza, jambo ambalo Wapalestina wanalipinga vikali. Endelea kutufuatilia mtazamaji, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.